nitumie fursa hii pia kufafanua kwenye hoja za wabunge. Mheshimiwa mbunge aliongelea kuwa kwenye awamu ya 5 yalifanyika maelekezo ya wafanyabiashara wadogo kupewa vitambulisho na kwamba sasa hoja hiyo imekufa. La hasha, Mheshimiwa Spika, hoja hiyo haijafa bali imeboreshwa zaidi. Mheshimiwa Spika, awali kitambulisho kilikuwa kinagharimu takriban shilingi 20,000 na hakikuwa cha kidigitali na kilikuwa kinatumika kwa mwaka mmoja tu. Mheshimiwa Spika, kwa sasa kitambulisho kinachotolewa ni cha kidigitali na kinadumu kwa miaka 3. Kwa hiyo inapoonekana kwamba katika baadhi ya miaka haifanyiki kwa baadhi ya watu, ni kwa sababu kitambulisho wanachotumia sasa kinatumika kwa miaka 3 na ni kitambulisho cha kidigitali. Maana yake nini? Kwamba kitambulisho hicho kimeunganishwa na mifumo mingine ikiwemo mfumo wa NIDA. Awali kitambulisho hicho kilikuwa hakijaunganishwa na mifumo mingine kwa sababu hakikuwa cha kidigitali. Kwa sasa kwa kutumia kitambulisho hicho, aliyepewa mnufaika anaweza kukitumia kama dhamana kuweza kupata mkopo kwa sababu kina taarifa zote zile ambazo zipo kwenye mfumo wa NIDA. Na tangia kitambulisho hicho kibadilishwe na kuwa cha kidigitali, Mheshimiwa Spika, kilipoboreshwa tangu Januari 2025 hadi sasa, mwaka mmoja umepita, matokeo yake zaidi ya bilioni 10.9 zimekwisha kutolewa na wanufaika zaidi ya 5,347 wamekwisha kunufaika nacho. Kwa hiyo zoezi hilo linaendelea na utekelezaji wake utaendelea kuboreshwa zaidi na zaidi ili wanufaika wengi zaidi waweze kunufaika. Maafisa masuhuli wanakumbushwa kuzingatia mkakati wa kulinda wawekezaji wa ndani kwa kutoa kipaumbele cha kwanza katika zabuni na masharti ya mikataba na malipo ya hati za madai. Na 3, maafisa masuhuli kuandaa mikakati ya kuzalisha na kulea na kukuza wajasiriamali wadogo, wakati na wakubwa kupitia dhana ya ushirikishwaji wa wananchi katika utekelezaji, uwezeshaji na upatikanaji wa mikopo ya gharama nafuu ili kuwezesha uibwaji wa fursa za ajira hususan kwa vijana. Taasisi na mashirika ya umma hususan yanayojiendesha kibiashara yaweke mikakati ya kuondokana na utegemezi wa ruzuku kutoka serikalini ifikapo Juni 2029 ili kutoa fursa kwa serikali kutekeleza miradi ya maendeleo inayowahusu wananchi. Mheshimiwa Spika, tunazikumbusha pia mamlaka za serikali za mitaa kuongeza uwazi katika utekelezaji wa miradi katika halmashauri zetu. Mapato yote yajulikane kwa waheshimiwa wabunge na waheshimiwa madiwani. Masuala ya mapato na fedha za miradi ya maendeleo isiwe siri kila wakati. Katibu tawala wa mikoa wanapopokea fedha na kuzisambaza kwenda kwenye halmashauri zetu, watoe nakala ofisi ya mkuu wa wilaya, ofisi ya mbunge, meya, wenye viti wa halmashauri pamoja na madiwani.